serikali ina sera ya afya hususan kwa wazee ambao matibabu yake huwa wanatibiwa bure kuanzia miaka 60. Lakini ni wazee wasiojiweza. Wazee wasiojiweza. Kwa sababu hizo kakuta hapa mimi nimestaafu napata pensheni hapo nasema sijiwezi. Au nina mali zangu nyingi hapo nasema sijiwezi. Ni wazee wasiojiweza ambao wanatibiwa bure kwenye huduma zetu, kwenye vituo vyetu vya afya. Kwa hiyo nataka niliweke vizuri sana. Lakini serikali hatujaanza mpango wa kumlipa mtu fedha. Bado hatujaanza. Lakini serikali yetu bado ina mpango mzuri ya kuhakikisha ya kwamba tunaboresha afya za wazee katika maeneo yao. Hiyo linaendelea na serikali na kazi kubwa inafanyika kutambua kazi kubwa ambayo kwa wanazifanya kwa miaka mingi, wameifikisha hapa nchi. Kwa wamefanya kazi kubwa. Kwa ndio maana serikali inatambua hata kuanza kutoa huduma baadhi kwa wazee hawa ili kuwahudumia, ili kutambua mchango wao waliofanya katika nchi yetu. Kwa hiyo wazee wangu, msijione wanyonge. Jioneni kwamba serikali ya awamu ya 6 inawathamini sana kwa mchango wenu katika taifa hili. Njombe tumesifika kwa tabia ambazo zingine sio nzuri sana, hususan kwenye ukatili wa kijinsia, mauaji, ubakaji. Na ukifuatilia aidha kuna mgogoro wa ardhi, aidha kuna mtu tu ameamua makusudi yake kubaka watoto wadogo. Ninashukuru kwa muda fulani kwa sasa imetulia. Lakini nisema nitaendelea kutembea kwenye maeneo yenu na kuwaambia kwamba watu wanaofanya matukio kama haya wanatoka kwenye mitaa yetu, wanatoka kwenye familia zetu. Ndio maana tumeanzisha utaratibu sasa. Inawezekana tutakuwa tunaorozesha wageni wanaokuja kwenye mitaa yetu. Kutakuwa na daftari maalum kwenye mtaa ili mgeni anapokuja tumjue, anapotoka tumjue. Lakini tutataka kujua tabia za vijana ambao wanajihusisha na mambo kama haya. Hawatufai kuishi kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo niwaombe sana ya kwamba hayo mambo yalishapitwa na wakati ya ukatili wa kijinsia kwenye maeneo yetu. Ubakaji, kuua wazee. Na wakati mwingine migogoro mingine kama ya ardhi. Kijana naye anataka ardhi, mali ya wazee wake wakiwa hai. Nenda katafute ya kwako. Kwa sababu wewe mzee wako hukumtafutia. Yeye alitafuta mwenyewe akapata. Lakini sasa sisi vijana wa sasa tunaona ni dili kusubiria urithi. Mambo ya zamani haya. Matokeo yake ndio yanaleta changamoto kwenye maeneo yetu. Wazee hawa wakati mwingine wanapoteza maisha. Kwa sababu watu walishachungulia, huyu mzee akiondoka nitaondoka na nyumba hii, huyu mzee akiondoka nitaondoka na mashamba haya. Ni mambo ya kizamani kweli. Vijana wa sasa ndio maana tunawahamasisha, panda parachichi upate fedha ya kwako. Fedha ya kwako itakuletea heshima. Lakini fedha ya kumtoa mwenzako uhai haitakufanya uwe na heshima, itakufanya muda wote uwe na wasiwasi. Njombe oye! Njombe oye! Kwa nataka niwaambie tuachane na huu mtindo. Njombe yetu tunairudisha nyuma. Baraka zinapungua. Mungu hawezi kuwabariki tunafanya mambo ya namna hii. Uwezo ukabarikiwa unaenda kubaka mtoto. Hichi kitu ni kibaya na ni cha kishetani. Kwa lazima tubadilike wana Njombe. Leo tunagawa miche hapa ya tasa. Tunaendelea kuhubiri
chukua miche ya hii hapa, miche ya parachichi. Leo tutakugawia bure. Na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeandaa miche hapa. Miche fungapi hapa? 3,000. Tunaigawa bure. Kapande, lakini mwingine atauchukua ule mche, ataenda kuuacha uharibike, ufe, ukauke. Alafu baadaye akishafikia umri fulani anasema niingizeni kwenye TASAF. Wakati tunakutengenezea utajiri wa sasa na wa baadaye. Nimewambia hii miche ya parachichi ni pension. Ukiipanda ukaitunza, itakutunza baadaye. Sasa ndugu zangu, na hapa nimeambiwa watu zaidi ya 1,800 ndio walengo wa TASAF. Lakini hii TASAF hii ni kaya maskini. Usifurahie sana kuitwa kaya maskini. Furahia sana kujikomboa kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye utajiri. Ufurahie sana kwamba mimi nimejikomboa leo, ninatoka kwenye laana ya umaskini, sasa naenda kwenye utajiri. Na Mungu atakubariki. Na mojawapo ya kutoka ukawa na uchumi wako uhakika, mojawapo ni miche kama hii. Tukifanya hivyo, inaweza kabisa hii Njombe ikabadilika. Hii Njombe hatustahili hata kuitwa maskini. Kwa sababu mvua inanyesha kila siku. Kila zao linakubali. Tunaitwaje maskini? Alafu na sisi tunakubali. Tunaweza tukapambana, tukatoka, tukaondoa kabisa, sisi tukawa mkoa wa kwanza kuondoka na swala zima hili lote la maskini. Njombe oye! Njombe oye! Sio sifa nzuri. Lakini ni kweli kuna kaya zingine hana hata ploti ya kulima. Hata eka moja hana. Hata robo eka kweli hana. Tunamsaidia sasa. Mtamwacha mwenzenu haribikiwe? Hapana. Lazima tumstiri. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ikasema hatutamwacha mtu wa namna hiyo. Inabidi tumbebe kwa sababu ni mwanadamu. Lakini ipo siku hizi fedha zitakuwa hazipo, zitaisha. Mpango utakuwa haupo. Utafanyaje kama hujajiandaa kugraduate kutoka kwenye hali duni ulionayo? Kwa lazima tutoke, tukasirike. Kwa nini mimi niishi kwenye hali hii? Kwa nini nisitoke kwenye hali hii? Niwe kama fulani, niwe kama mtu mwingine. Njombe oye! Njombe oye! Inawezekana. Inawezekana. Njombe hali yenu ya hewa ni nzuri. Kila kitu kinastawi. Nenda mikoa mingine, maeneo mengine ni njaa tupu. Nenda maeneo mengine hata mvua, mpaka akiamka asubuhi ndio aanze kuangalia kutafuta wingu jingine liko kule, wingu jingine liko kule, wingu jingine liko kule, halipo. Lakini hapa mnapishana na mawingu kila siku. Hali ya hewa nzuri. Na huku tuna wazee wengi, magonjwa hayapo. Hakuna malaria. Wengine kule ukikaa tu kidogo pale Dar es Salaam unapigwa malaria, utakiwa na cha moto, alafu na joto juu. Njombe mmebarikiwa. Msijione wanyonge, Njombe mmebarikiwa. Sasa sisi takiwa tuoneshe nchi hii ya kwamba Njombe sisi ni watu wa tofauti na mikoa mingine. Inawezekana. Uchumi wa Njombe ukawa juu, kwa lazima sisi tupambane uchumi wa Njombe uende juu. Biashara ziende juu. Na leo nilikuwa naongea na wafanyabiashara hao wa miti wanaotengeneza vinea. Nimeambia wanakata sana miti. Kwenda kuichana afu baadaye wanasafirisha ile vinea wanapeleka kule. Niambia sisi hatutaki kuwa jangwa. Kwanza lazima nao waje na mpango wa namna gani hiyo miti itakuwa inarudishiwa kwenye maeneo yetu. La sivyo siku moja hapa hii miti inaisha.
Lakini wale wametegesha zile uwekezaji wao, unajiuliza hawa ni wawekezaji? Ukienda yale maeneo wanaofanyia kazi ni machafu, ni matope matupu. Sasa unajiuliza, hivi huyu kweli huyu tumempa kibali cha kufanya kazi hapa Njombe hapa? Yaani sisi tunajifunza nini kutoka kwake? Kuprocess vinia tunajifunza sisi nini kutoka kwake, kama sio kujifunza ukataji wa miti kwenye maeneo yetu? Niambia waje na mpango mwingine. Otherwise mpango haukubaliki. Wakutufanya sisi tuwe maskini, wakutufanya sisi tuwe jangwa, haiwezekani. Kwa lazima nao wabadilike. Niambia, inashindikanaje kampuni wewe unajisema mwekezaji, unashindwa hata kuwa nasale, uko na nasale kwenye eneo lako la kiwanda, hata magari yale yakileta magogo ya miti, unaambia pakieni tena na miche hii hapa iende kapandwe kwenye mashamba ya watu. Au tukubaliane kwenye maeneo ambayo tuna mashamba ambayo yamebaki, basi tuingie makubaliano ya kuendelea kwa tupande miti. Lakini sio kutuacha hivi. Ukienda Mfindi ilishamaliza miti. Sasa Ngoma sasa hivi inarudi huko. Ukataji sasa unahamia huku Njombe. Tusipoangalia tutabaki jangwani. Njombe oye! Njombe oye! Njombe oye! Hii na wao kama hawawezi kugawa miche, sasa wanafanya kazi gani hapa? Kwa hiyo lazima waje na mpango kazi, wahakikisha kwamba lazima tunaendeleza utunzaji na uhifadhi wa mazingira katika mkoa wetu wa Njombe. Tukifanya hivyo, hapo tutakubaliana. Lakini kama hatufanyi hivyo, hatukuwezi kubaliana. Utakuwa sio uwekezaji, utakuwa ni uharibifu.